Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema mzozo nchini Ukraini unakaribia kumalizika. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameongoza sherehe za maadhimisho ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, ambapo walifanya siku ya Jumamosi ndani ya taifa lao la Urusi, huku akisema kuwa mzozo nchini Ukraini ulioingia mwaka wake wa 5 unakaribia kumalizika. Kwenye hotuba yake, Putin amewatia moyo askari wake wanaopigana vita nchini Ukraini, akisema wanapambana na vikosi vinavyosaidiwa na jumuiya ya kujihamia NATO, lakini akasisitiza kuwa watashinda kwa kuwa wanapigania haki. Sherehe hizo zilizofanyika chini ya ulinzi mkali kutokana na hofu ya mashambulizi kutoka Ukraine zilihudhuriwa na viongozi kadhaa wa ndani na nje, huku kwa mara ya kwanza kwenye kipindi cha miongo miwili gwaride hilo halikuhusisha maonyesho ya silaha nzito nzito. Robert Fico, waziri mkuu wa Slovakia, nchi iliyopo kwenye Umoja wa Ulaya na aliyehudhuria maadhimisho hayo mjini Moscow, ametoa wito wa ushirikiano mpya kati ya Ulaya na Urusi kwa mafaa ya pande zote. Lakini pia wataalamu wa sera za kigeni wa Ujerumani kutoka chama cha kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schröder wanataka zingatiwe kuwa mpatanishi Ukraine. Hayo yamesemwa na Adis Ahmetovic, msemaji wa sera za kigeni wa chama cha kisoshalisti cha SPD, alipokuwa akizungumza na gazeti la Ujerumani la Die Spiegel. Chama hicho kinasema kwamba Ulaya imetengwa katika kuamua mustakabali wa Ukraine ambao umeachiwa Marekani na Urusi pekee. Ofisi ya Schröder mwenye umri wa miaka 82 haijatoa tamko kuhusiana na pendekezo hilo la Putin, aliyedai kuwa mpatanishi wa Ulaya huenda akawa na dhima kubwa. Haya yanafanyika huku Urusi na Ukraine wakilaumiana kwa kuvunjika kwa makubaliano ya kusitishwa mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Pande zote mbili zinasema zimeshambuliwa kwa droni na makombora katika saa 24 zilizopita. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amesema kuwa huenda makubaliano hayo yakawa mwanzo wa mwisho wa vita hivyo. Vilevile, mazungumzo juu ya suluhu la Ukraine hayapaswi kuwa ficho kwa Kiev. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema katika mahojiano na TASS iliyojitolea kufanya naye mazungumzo, unajua, hatujawahi kukata tamaa juu yao. Siku zote tumekuwa tukichukulia kwamba mazungumzo yanapaswa kufanywa kwa kuelewa ikiwa yataleta matokeo na matokeo bora kwetu, au ikiwa ni kifuniko au hata kipengele cha uchochezi. Zakharova alisema kuwa Urusi imekuwa wazi kwa aina ya kwanza ya mazungumzo na haijawahi kukataa. Jaribio la pili ni jaribio la kutupotosha kutoka kwa kozi iliyowekwa kupitia shida za uongo. Tunaitambua na hatuifanyii. Hii ndiyo sababu kila mara tunatoka kwenye dhana hii, alisema. Vilevile, hifadhi ya Euroclear imeripoti kwamba imehamisha euro bilioni 6.6 zilizokusanywa kutoka kwa uwekaji upya wa mali ya Urusi iliyohifadhiwa hadi Kiev tangu 2024. Hayo yakiendelea, Euroclear imeripoti kwamba tayari imehamisha hadi Kiev euro bilioni 6.6 katika mapato kutoka kwa kuwekeza tena mali ya Urusi tangu 2024. Ripoti ya kampuni hiyo inasema kwamba Euroclear imehamisha mapato ya euro bilioni 6.6 kutoka kwenye mali hadi hazina ya Ulaya kwa Ukraine kutoka Februari 15 hadi sasa, na kwamba malipo yajayo ya euro bilioni 1.4 yatatumwa mnamo Julai 2026. Euroclear kwa sasa ina euro bilioni 200 zinazohusiana na mali zilizoidhinishwa na Urusi, ikijumuisha malipo ya kupon yaliyokusanywa. Vilevile, juhudi za suluhu la amani nchini Ukraine zinakwama, lakini Marekani bado haijaachana na upatanishi katika eneo hili. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio anasema, kwa bahati mbaya, unajua, hivi sasa juhudi hizo zimedumaa, lakini daima tunasimama tayari ikiwa hali hizo zitabadilika, aliwaambia waandishi wa habari kufuatia ziara za Vatican na Italia. Tulijaribu kuchukua jukumu la mpatanishi katika hilo, hadi sasa haijaleta matokeo yenye manufaa kwa sababu mbalimbali. Tunabaki tayari kutekeleza jukumu hilo ikiwa linaweza kuleta tija. Hatutaki kupoteza muda wetu na kuwekeza muda na nguvu na jitihada ambazo hazisongi mbele. Mwisho kumnukuu. Vilevile, Ukraine inakabiliwa na uhaba mkubwa wa makombora ya ulinzi wa anga na betri nyingi zimesimama nusu tupu. Msemaji wa jeshi la wanahewa la Ukraine Yuri Ignat anasema, leo tuna uhaba makombora kwa sababu ya masuala fulani ya usambazaji. Wawakilishi wa jeshi la anga wanafanya kazi kila wakati katika muundo wa Ramstein na ndani ya vikundi vingine vya mazungumzo, ambapo inabidi waombe hata wachache tu, kwa vile makombora 5 hadi 10 kwa PAC-3 na NASAMS IRIS-T na mifumo mingine, kwa kuwa utumiaji wa risasi ni wa juu sana na nusu ya vitengo vya kurusha risasi leo ni kubwa sana, ambapo inabidi waombe hata makombora machache kama vile makombora ya 5-10
kwa PAC-3, NASAMS na IRIS-T. Mashirika ya ulinzi ya Urusi hapo awali yaliripoti kuwa nchi za NATO zinakabiliwa na uhaba wa mifumo ya ulinzi wa anga. Hii ilithibitishwa kati ya mambo mengine na kukataa kwa Poland kuhamisha mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot kwenda Marekani. Ukraine inakabiliwa na uhaba mkubwa wa makombora ya ulinzi wa anga. Lakini licha ya uhaba huu ambao inakabiliwa nao, bado inaendelea kupambana. Na Urusi pia anatumia udhaifu huo kuendelea kusonga mbele zaidi na kuchukua maeneo mbalimbali. Kwa hiyo shughuli ipo kwelikweli kwa Ukraine. Sasa jeshi la Ukraine pia lilishambulia kwa makombora maeneo ya makazi katika Jamhuri ya Watu Donetsk mara 7 katika muda wa saa 24 zilizopita, licha ya usitishaji vita uliotangazwa hapo awali. Idara kurekodi uhalifu wa kivita wa Ukraine katika ofisi ya mkuu wa DPR na serikali ilisema kwenye taarifa. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, mashambulizi 7 ya makombora ya vikosi vya Ukraine yalisajiliwa, ilisema taarifa hiyo. Tuna habari kwamba raia mmoja aliuawa na wengine 3 kujeruhiwa. Jengo la makazi na magari kadhaa yaliharibiwa. Vile Waziri Mkuu wa Slovakia Robert Fico anaamini kwamba mzozo wa Ukraine unakaribia mwisho. Nina hakika kwamba tayari tunakaribia mwisho wa mzozo wa Urusi na Ukraine, alisema alipofika Moscow. Lakini vita hivi ni lini hasa vitaweza kumalizika? Hapo imekuwa ni mzozo kwelikweli kupata majibu kamilifu juu ya hilo. Ila kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo mawili katika mkoa wa Sumi na Jamhuri ya Watu Donetsk katika wiki ya Mei 2 hadi 8 katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine kabla ya usitishaji mapigano uliotangazwa na Urusi katika hafla ya maadhimisho ya siku ya ushindi kuanza kutekelezwa, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Shukrani kwa Baba wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.